Karibu uifahamu Pasaka, ambayo ni siku muhimu sana katika dini ya Kiyahudi na Ukristo kiujumla. Pasaka iko na maana mbili katika Uyahudi na Ukristo, ambapo kiasili Pasaka imetokana na Uyahudi, ambako huko kulikuwa kuna maana kubwa hasa kuhusu Pasaka. Pasaka ni sikukuu ya maadhimisho inayotambuliwa na dini ya Kiyahudi na Ukristo kiujumla, ambapo katika Uyahudi Pasaka ilikuwa na maana nyingine, na katika Ukristo Pasaka pia ina maana nyingine, lakini maana zake zote zinahusu kombozi. Katika lugha za wenzetu Pasaka inatofautishwa kwa majina. Pasaka ya Kiyahudi na Pasaka ya Kikristo ina majina tofauti. Kwa mfano, katika Kiingereza Pasaka ya Kiyahudi inaitwa Passover, wakati Pasaka ya Kikristo inaitwa Easter. Lakini pia katika Kifaransa Pasaka ya Kiyahudi inaitwa Pesai, wakati Pasaka ya Kikristo inaitwa Pakwis. Sasa utaona kwamba kuna utofauti wa uandishi na maana pia. Pasaka iliyoanza ni ile Pasaka ya Kiyahudi, ambayo hii ilikuwa ina maana kubwa sana katika Uyahudi, na Mungu akaweka agizo kwamba iendelee kuadhimishwa hata baada ya kile kizazi cha Musa. Pasaka ya Kiyahudi ni ukumbusho wa ukombozi wa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri wakati wa Musa, ambapo inakadiriwa ni mnamo miaka ya 1200 kabla ya Kristo. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 24 hadi ule wa 27, nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapofikia hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana ya utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Kwa hiyo Pasaka ya Kiyahudi ni siku ambayo Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Wamisri. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo Mungu mwenyewe aliingilia kati katika vita ile. Aliingilia kati katika vita ambayo katika hali ya kawaida wasingeweza kujitetea wao wenyewe. Nami nakutamkia kwa jina la Yesu Kristo unayenisikia, Mungu akaingilia kati katika vita yako. Kuna wakati hautapigana mwenyewe, Mungu mwenyewe ataingilia kati ili akutetee. Wana wa Israeli walitetewa na Mungu mwenyewe katika agano la damu, ambapo Mungu aliagiza kwamba wachinje kondoo au mbuzi, na damu yake wataichukua, watapaka katika miimo ya milango, kama inavyosema kwenye Kutoka 12 mstari wa 7, nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla yule kondoo au mbuzi. Kwa hiyo utaona kuna agano ambalo Mungu alikuwa ameagana na wana wa Israeli ili aweze kuwaokoa. Kwa hiyo ile roho ya mauti ilipokuwa imetaka iingie katika eneo lile, wale watu waliokuwa wamekaa ndani wanakula yule mbuzi au kondoo, na katika vizingiti vya milango yao wameipaka damu. Ile roho ya mauti ilikuwa haiwezi kugusa zile nyumba, kwa sababu kulikuwa kuna agano la kiungu. Kwa hiyo siku hiyo iliitwa ni sikukuu ya mpito, ilikuwa ni siku ya Passover. Yani ile roho ya mauti ambayo ilikuwa imetumwa iweze kuangamiza watoto wa kwanza wa kiume, ilikuwa haiwezi kuangamiza watoto wa kwanza wa kiume wa wana wa Israeli, kwa sababu kuna agano la kimbingu. Kwa hiyo siku hiyo katika Kiyahudi ilikuwa ni sikukuu ya mpito, ilikuwa ni sikukuu ya Passover ambayo Mungu aliwaokoa, aliwakingia kifua wana wa Israeli. Nami nakuombea mahali ulipo, Mungu akuokoe na kukingia kifua katikati ya adui zako, katikati ya mapito yako, katikati ya mambo ambayo umefika mwisho. Maana vita ya wana wa Israeli ilikuwa ni vita ambayo hawawezi kujitetea wenyewe, ilitakiwa Mungu mwenyewe aingilie kati. Lakini Mungu ni Mungu wa maagano,
aliwapa agano na maagizo na sheria kwa habari ya kuweza kushinda katika vita. Kuna watu wanataka washinde katika vita, halafu hawataki kufuata sheria za kimungu, hawataki kufuata amri ambazo Mungu anawapa. Sio kila vita utashinda kwa staili moja, sio kila vita utashinda kwa namna ile ile. Kuna namna ambayo unahitaji ufuate maagizo ya kimungu, ufuate utaratibu wa kimungu. Mungu aliwapa utaratibu ili waweze kuepushwa na ile roho, ili waweze kutetewa na Mungu. Mungu aliwapa maelekezo, anawaambia kwenye ule mstari wa 8, watakula nyama yake usiku ule ule iliyookwa motoni, pamoja na mikate isiyotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu, akiwa anajua ni nini Mungu anakifanya, akiwa anajua ni nini ambacho Mungu anakifanya. Kuna watu wanatamani Mungu awatetee na kuwasaidia, lakini hawataki kufuata maagizo na sheria za Mungu. Haitawezekana Mungu kujitoa thabiti kwako kama wewe umemdharau, au wewe uoni kwamba yeye nafasi yake ni amana katika maisha yako. Kuna watu wanatamani Mungu awainue kiuchumi, lakini ni wagumu kulipa zaka, ni wagumu kutoa 1/10. Ni vigumu sana kuona Mungu anakuinua katika uchumi kama wewe haulipi zaka, kama wewe haujitoi mbele za Mungu, kama wewe hufanyi kazi ya Mungu, kama wewe hufanyi chochote katika ufalme wa mbinguni. Hivyo Mungu anapotaka kukuinua, ni lazima na wewe pia uambatane naye, ufuate maagizo yake, ufuate vile anavyokuelekeza. Mstari wa 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakaloharibu nitapoingia nchi ya Misri. Kwa hiyo kuna namna ambayo Mungu alikuwa anajua damu ina maana gani, alikuwa anajua kwa nini wakile chakula kile, alikuwa anajua kwa nini wakae mahali pamoja. Hivyo Mungu anapokupa maelekezo ya kwamba utulie mahali pamoja, ya kwamba kaa mahali mpaka muujiza itakapotokea, anajua ya kwamba kuna namna ambayo ukihamahama, ukiwa hauna tulivu, kuna namna mapigo yatakupata. Mungu akupe utulivu, Mungu akupe muda mzuri wa kumtafuta yeye. Kwa hiyo tunapoiongelea Pasaka, sio tu kula na kunywa na kufurahi. Tuna namna ambayo ndani yake kuna mafundisho ya msingi ya kujua wapi Mungu amekutoa na wapi Mungu amekupeleka. Pasaka ni kipindi cha kuangalia ile historia yako kule ulikotoka na kule ambako Mungu anakupeleka. Ni kipindi cha kukaa na kuangalia ni wapi ulikotoka, ni nini Mungu amefanya katika maisha yako, ni nini umefanya katika ufalme wa mbinguni. Pasaka si kitu cha kuchekelea tu, ni kitu cha tafakari, ni kitu cha kujua ni nini ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Unahitaji uangalie gharama ambayo Mungu ametumia kuokoa maisha yako. Unahitaji upate utulivu, uangalie gharama ya kimbingu iliyotumika kukomboa maisha wana wa Israeli. Na katika imani sisi ni Waisraeli wa sasa. Katika imani nasi tunashiriki nafasi ya Israeli, maana Mungu ni Mungu wa maagano. Kwa hiyo ni vizuri kukaa kuangalia ni gharama gani ambayo Mungu ameitumia, na kama Mungu alitumia gharama kiasi hiki kuweza kuingilia kati katika vita ile, basi kuna namna ambayo Mungu atakupa moyo wa unyenyekevu, atakupa moyo wa kujali wokovu, atakupa moyo wa kujali nafasi ya Mungu katika maisha yako. Ninakuombea mahali ulipo utambue ni nini hasa maana ya Pasaka. Wakati tuliokuwa nao tutambue, tufanye tafakari, tufanye hesabu ya wokovu wetu, tufanye hesabu ya Mungu alivyofanya katika maisha yetu. Mungu akusaidie na Mungu akutetee. Kama kuna mahali ambapo adui alinyang'anya nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako, akaweka maumivu, akaweka vidonda, akaweka uchungu, ili usahau Mungu alikokutetea, ili usahau Mungu alikokutoa. Uko mwingine unanisikia, kuna namna Mungu amekuokoa katika mauti, katika giza, katika mateso, katika uharibifu. Mungu hajakuokoa bahati mbaya, amekuokoa na makusudi na wewe. Amekuokoa anataka umtumikie, amekuokoa anataka hicho alichokupa, hiyo nafasi aliyokupa, ufanye kazi yake, ufanye makusudi yake. Hata kama kuna mambo yanachelewa, hata kama kuna namna umekata tamaa, kama Mungu alikusaidia jana, akakusaidia juzi, akakusaidia mwaka jana, mwaka juzi, hata sasa tunapoitafakari Pasaka, tunatafakari kule Mungu alikotutoa, vile Mungu ametuokoa. Nasema kama alikuokoa juzi na majuzi na miaka iliyopita, hata katika hili atakuokoa. Usikate tamaa, jipe moyo, wokovu upo.
ulipo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki. Muda wangu hautoshi, nilitamani nikuelezee zaidi kuhusiana na Pasaka ya Kiyahudi na Pasaka ya Kikristo kwa upana, lakini tutakutana kwenye season namba 2 inayohusu Pasaka. Ikiwa unatamani uendelee kupata mwendelezo wa mafundisho haya kiupana zaidi kuhusiana na Pasaka, basi unaweza kunitafuta kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye screen yako. Niambie tu kwamba nahitaji season namba 2 ya Pasaka, nami nitajua ni nini ambacho nakihitaji. Mungu akubariki. Pia unaweza kutembelea YouTube channel kwa kuandika Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Huko utakuta mafundisho mengi na maombi ya kila siku. Ni mimi Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Uwe na wakati mzuri. Mungu akubariki.